Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine tena nashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo amenipatia ili tuweze kushirikiana neno la Mungu hata wakati huu. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, kama uko na Biblia utafungua nami katika kitabu cha Kutoka, mlango ni wa 23 mstari wa 25 hadi 27. Biblia inasema kwamba nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa katikati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaimaliza. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria, nami nitafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Napenda nishiriki nasi ujumbe kuhusu ulizaliwa kwa makusudi. Mungu aliweza kukuweka hapa duniani na makusudi, ama ulizaliwa kwa makusudi ya Mungu. Hata kama umetoka kwa jamii ambayo haina uwezo, background yao ni mbaya, hawana fedha, background yao ni mbaya, hawana vitu, hawana elimu, nataka nikwambie kwamba haukupatikana kwa bahati mbaya. Kuna watu ambao hata unaweza kusikia wazazi wao kama mama anashuhudia, anasema kwamba huyu mtoto wakati nilipopata mimba sikuwa nimetarajia, hata nikajaribu ni kama niitoe lakini haikuwezekana. Ni nini kilichokutetea ukazaliwa? Ni kusudi lenye nifanya Mungu akakuumba akakuweka kwa tumbo la mama yako. Kwa hivyo haukuzaliwa kwa bahati mbaya, ulizaliwa kwa makusudio ya Mungu muumba wako. Na kwako wewe kufikiria kusudio la Mungu lilofanya akakuumba, cha kwanza ni wewe kuunganisha maisha yako na chanzo cha maisha yako, naye si mwingine ila ni Mungu. Unaunganisha maisha yako na Mungu ambaye ni chanzo cha maisha yako kivipi? Kwa wewe kumpokea Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba Yesu alikuja kwa walio wake, lakini watu wake wakamkataa, na wote waliompokea walifanyika kuwa watoto wa Mungu. Nataka niseme kwamba kuna watu mara mbili. Kuna watu wa Mungu na kuna watoto wa Mungu. Watu wa Mungu asilia yao ni Adamu, lakini watoto wa Mungu ni wale ambao wamempokea Yesu. Tunapokea Yesu namna gani? Biblia inasema kwamba ukikiri kwa kinywa chako kwa Yesu ni Bwana na kuamini kwa moyo wako kufa kwake na kufufuka, utaokoka. Na wakati tunapofanya hivyo, katika kitabu cha Kolosai mlango ni wa kwanza mstari wa 13 hadi 14, kuna jambo linafanyika kwa ulimwengu wa kiroho. Mungu mwenyewe anakuhamisha toka kwa ufalme wa giza hadi kwa ufalme wa mwana pekee wa pendo lake ambaye ni Yesu, mahali penye kuna ukombozi, yani ondoleo la dhambi kupitia damu yake. Kwa hivyo sasa wewe utakuwa umefanyika mwana na binti wa Mungu. Na ukifanyika mwana na binti wa Mungu, hiyo peke yake haitoshei. Mungu amekuokoa, na vile amekuokoa akakufanya mwana na binti wake, kuna faida katika Ukristo. Na faida katika Ukristo inapatikana kwa sababu ya wewe kumtumikia. Kwa hivyo the main purpose kwa wewe kuzaliwa hapa duniani, Mungu alikuweka duniani ili kusudi uweze kumtumikia. Na wakati unapomtumikia ndipo utapata faida. Kwa sababu tumeona katika kitabu cha Kutoka mlango ni wa 23 mstari wa 25 hadi 27. Biblia inasema kwamba mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Huyo ni Mungu anaongea na Musa. Ni jambo la hakikisho. Kwa nini Mungu amewaokoa kutoka katika nchi ya Misri? Amewaokoa na sababu wamtumikie Mungu. Version nyingine inasema kwamba mtamwabudu, mkimwabudu Mungu wenu. So manake Mungu amekuokoa, number 1 umtumikie, number 2 umwabudu. Tunapomtumikia na kumwabudu kunayo faida.
Sema kwamba mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Version nyingine sema kwamba mtamwabudu Bwana Mungu wenu, ndipo nitabarikia maji yenu na mkate, nitaondoa magonjwa katikati yenu. Hakuna mwenye atakaye haribu mimba kabla ya wakati. Hakutakuwa na tasa katika nchi yenu. Na pia anasema kwamba nitakamilisha siku zako duniani. Nitaachilia utisho wako juu ya maadui. Maadui wakikuona hautawatoroka, hao ndio watakutoroka. So kwa hivyo nataka niseme kwamba kumtumikia Mungu si kuhubiri peke yake, ama kuimba, ama kuongoza ibada. Waweza kumtumikia Mungu kwa pesa zako. Waweza kumtumikia Mungu kwa nguvu zako. Manake pale kanisani, pale kwa compound ya kanisa, kama unaona uchafu, hata kama kuna mwenye anafagia, Mungu amekupa nafasi ya wewe kumtumikia ili kusudi uone faida. Waweza kupanguza kanisa. Waweza kupanguza viti. Waweza kutia wengine moyo. Waweza kufariji wenye wameshushika. Waweza kusimama kwenye pengo kwa ajili ya wengine. Nataka nikwambie kwamba tunapofanya hivyo tunamtumikia Mungu. Ukifanya hivyo, Mungu number 1 anabarikia maji yako na mkate. Number 2 anaondoa magonjwa katikati yako. Number 3 hakutakuwa na kuharibu mimba kabla ya wakati. Inamaanisha mimba yenye mtu anabeba tumboni wa kike. Na pia ukianzisha kitu utakamilisha. Kuna watu ambao akianza hata biashara leo hawezi akamilisha miezi 3 kama hiyo biashara ichaharibika, hata akianza na pesa ngapi. Lakini kama unamtumikia Mungu, mikono yako Yesu kafanya kazi ya Mungu, kaguza kazi yake ikakosa kunawiri. Na pia anasema kwamba hakutakuwa na tasa katika nchi ya Israeli. What is the meaning of that? Ni utasa wa tumbo hautakuwa tasa, na pia chenye unagusa na mikono yako tunazalisha. Kuna watu akilima apande havuni. Hata itafanya vizuri lakini baadaye vinaharibika. But sababu ya kumtumikia Mungu, chenye utakuza kitazalisha. Na pia naongelea kwamba nitakamilisha siku zako duniani. Faida ya kumtumikia Mungu nyingine ni kwamba utaishi miaka mingi. Hakuna kifo cha mapema. Na pia adui zako watakuwa adui wa Mungu. Nakumbuka nikimalizia, siku moja kwa kanisa letu la nyumbani, kuna mzee mmoja ambaye alikuwa ni mwalimu. Tulijifunza kwamba tunapofanya kazi kwa nyumba ya Mungu tunang'ang'ania baraka. So unapata wasomi na wasio wasomi, tungelifanya usafi, tunanyunyiza maji kanisani. Huyu ni mwalimu lakini angekuja tunanyunyiza na yeye maji kanisani. Tunatoka pale tumechafuka. Anakutana wenzako anamuuliza, ndugu yangu umepigana ama namna gani? Sema hapana, natoka kukangania baraka kanisani. Wanasema kwani hilo kanisa halina vijana? Nataka niseme hivi, baraka si ya wazee peke yao, si wa watu wa umri wa makamu ama vijana ama watoto, ni ya watu wote. Kila mtu anahitaji baraka. Nataka nikwambie kwamba watu walikuwa wanamcheka, lakini baada ya pale, sababu inasema kwamba kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, na wanaofanya hivyo Mungu anawapa akili njema. Mungu alimpa wazo la kuadvance masomo yake. Vile tunasema hivi, hayuko kwa idara ya elimu tena, lakini ni mtu mkuu katika nchi yetu ya Kenya, sababu alimtumikia Mungu. Nataka niseme hivi, my brother, my sister, mamangu, babangu, jifunze kumtumikia Mungu. Mungu amekuokoa ili kusudi umtumikie, na ukimtumikia Mungu kuna faida. Atakemea magonjwa, atabariki maji yako na mkate, ataweza kubariki kazi ya mikono yako, atakuongezea masiku, hakuna kifo cha mapema, na pia maadui wako watakuwa maadui wa Mungu. Napenda nikuombe. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa ajili ya mtazamaji wangu mahali alipo. Tumesikia neno lako siku ya leo, kusudi lilofanya tukazaliwa hapa duniani. Mungu ulituumba na sababu ili kwamba tukutumikie, na tunapokutumikia ndipo tutapata faida. Naomba kwa ajili ya ndugu na huyu dada mwenye ambaye amekuwa anapitia changamoto katika maisha, mneemeshe ili kusudi aweze kukusavu.
kwa nguvu ya mwili wake, kwa finances zake, kwa vitu vyake, na katika hilo kemea mharibifu anayetumia chakula kuleta magonjwa kwa mwili wake. Bariki maji yake na mkate, ondoa magonjwa katika maisha yake. Jehova Mungu, ondoa roho ya kuharibu chenye anaanzisha. Mikono yake itazalisha. Wale ambao ni tasa wape watoto, na pia wanaopitia vita, adui wao wakiwa adui wako. Wale ambao Bwana wanaishi maisha ya uoga, sababu pengine katika jamii watu wanakufa vifo mapema, hakuna atakaye kufa kifo cha mapema sababu anakutumikia. Asante maana umetenda. Kwa jina la Yesu Bwana kuamini. Amen. Mungu awabariki na watende mema. Asante. Kama ni mgeni, naomba ulike, ucomment, subscribe, share ili kusudi huu ujumbe wafikie wengi, wabarikiwe leo na barikiwa. Na pia labda pengine kama unapenda kuweza kutafuta ushauri, niko hapa. Hata pia maombi, nambari yangu ya simu ni 0720932783. Mungu awabariki.